Hii page namba 2 inatokea hapa Tanzania, lakini ni kwenye tahadhari. Yes. Mamlaka ya dawa na vifaa tiba TMDA imebaini uwepo wa dawa ya binadamu ambayo haijasajiliwa, ambayo imepewa jina la kibiashara lijulikanalo kama Vega 100 tablets, ambayo imekuwa ikikamatwa mara kwa mara kupitia kaguzi na operation zinazofanyika kila mara kwenye soko. Uchunguzi wa kina wa mamlaka hiyo umebainisha kwamba kuna wafanyabiashara wasio waaminifu wanaojihusisha na usambazaji na uuzaji wa dawa hiyo kwenye maeneo mbalimbali nchini. Dawa hii hutumika kwa ajili ya kuongeza nguvu za kiume, lakini uchunguzi umebainisha kuwa matumizi holela ya dawa hii ni hatari kwa afya ya binadamu, kwani inaweza kusababisha madhara mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kushusha pressure uume, kubaki umesimama zaidi ya masaa 5, kupoteza uwezo wa kuona kunakoweza kutokea ghafla, na kupoteza uwezo pia wa kusikia, na pia pua kujaa kamasi. Mamlaka imeonya tena kwamba dawa hiyo ya kuongeza nguvu za kiume iliyoandikwa au inayotamkwa au iliyopachikwa jina la Vega 100 kwenye box lake, popote pale itakapoonekana, haifai kwa matumizi ya binadamu. Tunagonga mlango kwenye chumba cha Daktari Isaac Maro wa Afya Check. Ufafanuzi zaidi wa kitaalamu juu ya hilo katazo. Nimeliona na hii si mara ya kwanza kwa TMDA kutoa hilo tangazo la angalizo. Ni tangazo ambalo limekuwa likitokea mara kwa mara, na hii inatokana na evidence ambayo TMDA wamekuwa wakishuhudia ya watu ambao wamekuwa wakidhurika kutokana na matumizi ya dawa hii. Hii dawa ambayo kwa kitaalamu inaitwa sildenafil citrate ni au tunaifahamu zaidi kama Viagra. Ni dawa ambayo ni moja ya gunduzi ambazo zilipokewa kwa furaha sana na wanadamu, kwa sababu ni dawa ambayo ni ya kwanza kabisa nadhani ambayo ilithibitishwa kuwa ni dawa salama kwa matumizi ya wanaume ambao wanataka kuongeza nguvu za kiume, na inatumika dunia nzima. Na of course madhara yake yanajulikana na yameandikwa, kwa maana ya kwamba mpaka dawa ithibitishwe na WHO lazima iwe imepitishwa kwenye tafiti na matokeo yake yaonyeshwe. Kwa hiyo changamoto zake zinafahamika, na watu wanatakiwa wazifahamu. Hiyo ni la kwanza, kwa sababu namna ambavyo inafanya kazi, madhara yake yanaweza kupelekea mtu akawa hususan yakaathiri mfumo wa damu na namna unavyofanya kazi. Kwa hiyo madhara yake kwa mfano ni kushuka kwa shinikizo la damu kwa ghafla. Hiyo ndio inaonekanaga sana. Kwa hiyo watu ambao wana changamoto za moyo, watu ambao wana changamoto za shinikizo la juu la damu, au wenye historia ya kushuka kwa shinikizo la damu, wote hao wanatakiwa wawe kidogo waangalifu, kwa sababu wakitumia hii dawa wanaweza wakapata hayo matokeo ambayo si matokeo chanya, ni matokeo hasi. Sasa kwa nini TMDA wanaizungumzia sana sasa? Ni kwa sababu kumekuwa kuna ongezeko kubwa la dawa hizi ambazo zenyewe sasa sio zile ambazo tuseme feki, kwa lugha rahisi, kwa kukosa lugha sahihi. Ni dawa actually ni lugha sahihi. Kumekuwa kuna dawa feki nyingi sana ambazo ziko kwenye ndio hizi lakini feki. Si unanielewa point yangu? Yani zipo Viagra feki. Sasa hizi zinaongeza uwezekano wa kupata changamoto, kwa sababu dosage iliyopo kwenye kidonge kimoja haina uhakika kama iko ile inayotakiwa, si ndio? Sijui vile vinani vilivyoongezwa humo, ingredients zilizopo humo pia hazijathibitishwa. Kwa hiyo uwezekano wa kuleta madhara ni mkubwa, na hapa ndio tunaongeza madhara kama allergies, tunaongeza madhara kama changamoto za kupoteza uwezo wa kuona, changamoto za kupoteza uwezo wa kusikia, na hivyo vyote vinaweza vikatokea ghafla, na changamoto nyingine mbalimbali. Kwa hiyo kikubwa na ndio maana wanaendelea kusisitiza umuhimu wa kuwa waangalifu kwanza, na ikiwezekana kuepuka kutumia kabisa hizi dawa. Lakini kama ndio unalazimika, basi hakikisha unatafuta dawa ambayo ni sio fake, kwa maana ya kwamba iliyothibitishwa, iliyopita kwenye maeneo yote ambayo yanafanya uchunguzi wa ubora wa dawa, na uitumie hiyo, kwa sababu otherwise unaweza kupata madhara.
Asante sana Dr. Isaac Maro kwenye Sabi Amplifier. Hiyo ni page namba 2. Jiandae kwa ajili ya page namba 3 coming up next. Mimi ni Millard Ayo na hapa ni Clouds FM 88.7 Morogoro.